Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, Rafael Grossi, ameonya kuwa Iran ina uwezo wa kuanza tena kurutubisha uranium kwa kiwango cha kutengeneza bomu la nyuklia ndani ya miezi michache ijayo, licha ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya vinu vyake vya nyuklia. Akizungumza na kituo cha CBS News Jumamosi hii, Grossi alipinga madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba programu ya nyuklia ya Iran imesambaratishwa kabisa, akisema, kwa kusema ukweli, huwezi kudai kila kitu kimetoweka. Bado wana uwezo wa kiteknolojia na viwandani. Mnamo Juni 13, Israel ilifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya nyuklia na kijeshi ya Iran, ikidai Tehran ilikuwa karibu kutengeneza silaha ya nyuklia. Marekani baadaye iliungana katika mashambulizi hayo, ikilenga maeneo matatu muhimu: Fordo, Natanz na Isfahan. Ingawa mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa, taarifa ya IAEA na tathmini ya awali ya Pentagon zimebainisha kuwa programu ya nyuklia ya Iran imecheleweshwa kwa miezi michache tu. Iran bado ina uwezo wa kuanzisha tena utengenezaji wa uranium kwa kutumia mitambo michache ya kurutubisha, yani centrifuges. Iran imetoa kauli zinazokinzana kuhusu kiwango cha uharibifu. Kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei amesema mashambulizi hayakufanikisha chochote kikubwa, lakini waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alisema uharibifu huo ulikuwa mkubwa na wa kina. Mzozo umeongezeka zaidi baada ya bunge la Iran kupiga kura ya kusitisha ushirikiano na IAEA, ikilituhumu shirika hilo kuwa na upendeleo kwa Marekani na Israel. Hatua hiyo ilikuja baada ya IAEA kuishutumu Iran kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 20 kwa kukiuka mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia. Chini ya mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015, haikupaswa kurutubisha uranium kwa kiwango cha juu ya 3.67% na ilizuiwa kufanya shughuli hizo katika kiwanda cha Fordo kwa miaka 15. Hata hivyo, baada ya Trump kujiondoa kwenye mkataba huo mwaka 2018 na kurejesha vikwazo, Iran ilianza kuvunja masharti na kufikia kiwango cha 60% cha urutubishaji cha kutengeneza mabomu 9 ya nyuklia kwa mujibu wa IAEA. Grossi alisisitiza kuwa bado kuna fursa ya kidiplomasia, akisema mwisho wa siku mzozo huu utahitaji suluhu ya kudumu kupitia diplomasia.